Karibu sana katika wilaya ya Rungwe pamoja na viongozi wote mlioko hapa. Binafsi na mimi nimesimama hapa kwa niaba ya wananchi wa Busokelo kuishukuru serikali kwa mambo mengi mazuri ambayo yanafanyika. Changamoto kubwa ya Busokelo ni barabara kutoka Katumba kwenda Lupaso, ambayo mkandarasi sasa yuko site na anaendelea na kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikuwa tuna changamoto barabara ya kutoka mpaka Kibanja ilikuwa haijaanza kwa sababu mkandarasi alikuwa hajapatiwa fedha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi wa Busokelo tunashukuru sana serikali. Wiki 2 zilizopita fedha imekuja advance na sasa hivi mkandarasi ameanza kazi, ataendelea na kazi kutoka mpaka Kibanja. Lakini pia serikali imetupa soko la kisasa Busokelo katika miradi ya kimkakati, na tayari wametupa fedha za awali shilingi bilioni 1.2. Pamoja na hayo, Busokelo wanakwenda kujenga stendi ya kisasa pia. Hivi ninavyoongea, wataalamu wa halmashauri wameitwa na tayari mchakato wa kwanza kujenga stendi unaendelea. Mbele yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru kwa kuja kuona jinsi tunavyoendelea, lakini tunayo barabara nzuri na muhimu sana ya kimkakati kutoka Mambo inayotuunganisha na wenzetu wa Kyela kwa kutokezea Ipinda. Barabara hii ni muhimu sana ijengwe kwa kiwango cha lami. Tayari imefanywa design na wenzetu wa TANROADS. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba sana kwamba barabara hii pia ikiingia katika mpango wa matengenezo wa mwaka huu au ilani hii inayotekelezwa, tutashukuru sana. Baada ya kusema hayo, tunakushukuru sana, tunakutakia safari njema utakapotoka hapa, na kipekee tufikishie salamu zetu nyingi za shukrani na upendo kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa haraka kabisa nichukue nafasi hii kuendelea kukupongeza kwa kazi kubwa unayoifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni mbunge wa jimbo la Ileje na ni waziri wa ujenzi. Na jimbo la Ileje, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ilikuwa sehemu ya wilaya ya Rungwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara ya kuanzia hapa Kiwira Igogwe kwenda Isagati ndio ilikuwa barabara ya kwanza ya Mkoroni kwenda Ileje, na ilikuwa haiko kwenye ilani, ndio ilikuwa kwenye ilani, na tayari tumeshawaelekeza mameneja waanze kufanya shughuli za awali kwa ajili ya kuanza kufanyia upembuzi yakinifu na usanifu wa kina, kwa sababu ilikuwa bado haijafanyika, na ni kilomita 26 tu kutoka hapa kwenda Isagati. Na kwa barabara ya Mbalizi kuja Isagati kwenda Ileje tayari mkandarasi yuko site akiwa anasanifu. Kwa hiyo tutakuwa tumesha punguza sana njia kutoka huko kwenda kiwanja cha ndege pale Songwe. Kwa hiyo tuhakikishe tayari iko kwenye mpango. Lakini kuhusu barabara ya Kimo Ikuti Ibungu Kakwakwa inakwenda makao makuu ya wilaya ya Ileje, tunapoongea sasa hivi ipo kwenye usanifu, ambapo huyu anayefanya usanifu pia anayefanya pia barabara ya kutoka Mbalizi Sagati kwenda Shigamba. Kwa hiyo tukishakamilisha usanifu ndio tutaanza sasa kujenga kwa kiwango cha lami. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia Mheshimiwa wabunge, jambo likishafanyika hiyo inakuwa sio ajenda. Lazima nikiri kwamba kulikuwa na barabara ambayo ilikuwa na changamoto kubwa ya kutoka Katumba kwenda Lupaso, mkandarasi yuko site anafanya kazi. Tulikuwa na kipande kingine cha kutoka Mbambo kwenda Kibanja, mkandarasi alikuwa analipwa fedha ya awali, tunapoongea ameshalipwa, kwa hiyo muda wowote ataanza kufanya kazi. Na barabara ya kipande cha kutoka Mbambo kwenda Ipinda ipo kwenye ilani, imeshafanywa usanifu. Tunachosubiri tu ni fedha ikitoka tuanze kujenga hiyo barabara kwa kiwango cha lami. Asante sana Mheshimiwa. Asante. Anayefanya usanifu anaipa hapa, lakini iko kwenye eneo la kazi, kwa maana sasa hivi iko kwenye design kwa ajili ya kudesign kiwango ambacho barabara inaanza kuanza kutekelezwa. Mkuu wa mkoa, wataalamu wetu wakitaka kukudanganya kitu wanaanza Kiingereza. Detail design tulianza na usanifu, tunaenda detail. Tukishamaliza ziara waitishe hawa wataalamu.
waitishe waje wakupatie mpango kazi, lini usanifu unakamilika, lini wanaanza taratibu za manunuzi za kukamilisha kumpata mkandarasi wa kujenga hii barabara ya muhimu ambayo wananchi waliahidiwa kwenye kupitia ilani ya uchaguzi, na Daktari Samia Suluhu Hassan alishawahakikishia kwamba watapata barabara hiyo ili waweze kujiletea maendeleo. Waitishe wakupe muda mwafaka, muda kamili ambapo watakamilisha utaratibu huu wa usanifu, ili kupitia taarifa hiyo tuweze kufuatilia kuhusu lini usanifu huo unakamilika na hatua zingine za kuweza kukamilisha mchakato huu wa kitaalamu, ili tuweze kwenda kwenye ujenzi ambao ndicho hasa wananchi wanasubiria kukiona. Kwa waitishe mara moja. Katibu tawala yuko zaidi ya bilioni 77 kwenye eneo la elimu sekondari na bilioni zaidi ya 60 kwenye eneo la elimu msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye eneo hili ipo shule eneo la Mpuga ambapo Mheshimiwa Rais ameleta fedha milioni 583, na shule hii tunakwenda kuifanya shule ya amani, kama ambavyo tumepeleka bilioni 1.6 kule Mbeya kwa ajili ya kuifanya kuwa Mbeya Technical. Kwa mkoa huu wa Mbeya tutakuwa na shule za amali mbili, Mbeya Technical School pamoja na hii shule ya Mpuga. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan hakuishia hapo. Kwenye halmashauri zote 7 za mkoa wa Mbeya amejenga shule za kata zenye thamani ya milioni 583 kila moja, na hapa eneo linaloitwa Kawetere ipo shule hiyo, lakini na kule Usokero kwa mzee wangu Mwandosia iko shule hiyo, na wananchi wa eneo hili wamempa heshima. Shule hiyo inaitwa Mwandosia Secondary School. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa afya, mahala hapa kwenye hospitali yetu ya Rungwe, Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta bilioni 3.1 zinajenga jengo la OPD. Hakuishia hapo, Daktari Samia ameanzisha ujenzi wa kituo cha afya Kiwila na kimekamilika, kinafanya kazi. Vivyo hivyo zipo milioni 500 kwenye eneo la kituo cha afya Ikonjola. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye wewe ni makamu mkuu itaendelea kutoa huduma za afya, huduma za elimu pamoja na kero zote za dharura tutazitatua kwa maelekezo yako Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana kwa nafasi, naomba nishiriki.